Mwaka 2026 sio mwaka kawaida kwangu, ni mwaka wa alama, mwaka wa sherehe na mwaka wa kutazama nyuma nilikotoka na kusema asante. Mnamo mwaka 2016 ndio kwanza nilikuwa naanza safari yangu ya muziki rasmi. Nilikuwa msichana mdogo mwenye ndoto kubwa sana, lakini sikuwa na uhakika na ulimwengu ulikuwa tayari kunisikiliza. Leo hii tunapozungumzia miaka 10 kamili ya Nandy kwenye tasnia ya muziki, ndani ya muongo huu mmoja tumeshinda tuzo, tumelia, tumefurahi, tumetoa ngoma ambazo zimekuwa faraja maishani mwetu, na mmefanya mtoto wa kike kutoka Moshi kuwa the African Princess. Nawashukuru sana kwa upendo wenu usio na kikomo. Miaka 5 ya Nandy Festival, jukwaa la nyumbani. Kama hiyo itoshi, mnafahamu fika kuwa mapenzi yenu yalinipa jeuri ya kuanzisha jambo kubwa la kurudisha shukrani kwenu. Ndio maana miaka kadhaa iliyopita tulianzisha tamasha linalotoa burudani halisi ya maisha ya Kitanzania. Leo hii tunajumuika hapa kuzindua msimu ambao unaashiria miaka 5 ya Nandy Festival. Kutoka msimu wa kwanza tukiwa na hofu kama tutafanikiwa hadi leo hii ambapo Nandy Festival imekuwa moja ya matamasha makubwa na yanayosubiriwa kwa hamu zaidi Afrika Mashariki. Ndani ya miaka 5 hii tumetengeneza ajira, tumebaini vipaji vipya na tumetembea mikoa mbalimbali tukisambaza upendo na burudani ya kiwango cha juu. Msimu huu wa 2026 sio wa kukosa. Kutokana na ukomavu wa miaka 10 ya Nandy kwenye game na miaka 5 ya tamasha hili, tunakuja na kitu tofauti kabisa. Tumeandaa surprise za kutosha, listi ya wasanii itakuwa ya moto na setup za majukwaa zitakuwa za kiwango cha kimataifa. Mwaka huu tamasha la Nandy Festival litaanza rasmi tarehe 20 mwezi wa 6 katika mkoa wa Shinyanga. Na kwa mwaka huu tutafanya mikoa 5. Wa kuanzia ndio Shinyanga. Mengine itatangazwa soon, tusubirie surprise za kutosha. Ninashukuru sana wadhamini wetu ambao mmeendelea kuamini brand ya Nandy na Nandy Festival. Bila nyinyi maono haya yangebaki kwenye makaratasi. Shukrani za dhati kwa vyombo vya habari na blogs zote kwa kuwa daraja kati yetu na mashabiki zetu. Na mwisho kabisa, kwa mashabiki wangu wa damu, mashabiki wa Nandy kutoka kila pande za dunia, hizi sherehe ni zenu. Tujiandae kwenda kuandika historia nyingine mpya kwenye mikoa tutakayopita. Rasmi sasa ninatangaza uzinduzi wa Nandy Festival 2026 umefunguliwa, na slogan yetu inasema tunaondoka. Asante sana. Hongera sana Nandy, na hongera kwa waandishi wa habari ambao wamekuwa sehemu ya historia hii kubwa, miaka 10 ya Nandy kwenye muziki, lakini pia miaka 5 ya Nandy Festival. Hapa tunagawanya kwa mbili, si ndio? 10 ya muziki, 5 ya Nandy Festival. Hongera sana Nandy. Nafikiri kabla hivi tufanye au baada ya kuhitimisha challenge ambayo ulianzisha Instagram na kwenye mitandao mingine ya kijamii kwa ajili ya jambo hili, nafikiri tuhitimishe kabisa, and then ndugu zangu wa damu kabisa, waandishi wa habari wana kazi na wewe Nandy, hawaje kusubiri bure hapa. Najua mimi naona kwa sababu kuna shughuli nyingi. Kabla ya kuhitimisha hilo, najua lazima mshindi wetu leo aondoke na kitita shilingi 1000. Si ndio? Na cha pili, nimekuja na keki special kwa ajili yenu. Hiyo sio kwa ajili yangu. Hiyo ni kwa ajili yenu nyinyi, kwa sababu mnanisupport sana na mmekuwa na mimi tangia naanza muziki. Kuna wengine hapo wamenikutia katikati, kuna wengine wameanza na mimi tangia, kuna wengine wamewakuta pia, na kuna wengine nimewakuta kwenye game. Lakini yote na yote nawashukuru sana. Naona kabla ya hivyo vyote, ili tumalize tukiwa tuna furaha na habari kwa kuuliza maswali kwa heshima kabisa. Tukimaliza maswali tutakata keki na tutakabidhi. Sawa. Ili kuokoa muda kutokana na namna tumechelewa kuanza, maswali tayari watu waisha submit na kila mtu amepewa namba ya kuuliza swali. Kendrick kutoka Manara atakuwa mtu wa kwanza kukuuliza. Sawa. Hongera na dada yangu Nandy. Asante. Kwanza Nandy Festival ni tamasha ambalo limefanikiwa kwa muda mrefu. Na mimi ni mmoja wa waandishi wa habari ambao naweza nikawa najivunia. Tangu tamasha limeanza
mpaka leo nimefika. Nimepata nafasi ya kuzunguka mikoa mingi sana. Nimeona ndugu yako, nimeona mkubwa wako. Nadhani tamasha mwaka huu itakuwa noma sana. Mimi swali langu la kwanza ni miaka 10 ya muziki wako ina mafanikio kiasi gani kwa upande wako na kwa kari yako? Miaka 10 ya maisha yangu ya muziki, niseme tu namshukuru Mungu kabisa. Kitu cha kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru mashabiki kwa sababu kukaa kwenye game miaka 10 na bado kuendelea kwa top sio kitu kidogo. Mafanikio ni kuzidi kuongeza mashabiki. Mafanikio makubwa ni kuzidi kutoa muziki mzuri na watu wakausikiliza zaidi. Mafanikio makubwa ni kwa ajili ya kuwashika pia mikono vijana wenzangu na kwenda nao. Haya ndio mafanikio ambayo ninashukuru kwa kweli kwa miaka 10 ya muziki wangu. Na mimi kila mtu amekuwa sawa kabisa baada ya kusikia hivyo. Swali la pili litatoka kwa mmiliki wa Rick Media na nafikiri uko tayari kujibu swali hili. Hongera sana Nandy. Asante. Najua miaka 5 Nandy Festival kuna vitu vingi ambavyo umevifanya tayari na watu na tabia ya kuzoea show au festival za wasanii. Pengine za kutuambia kwa mwaka 2026 Nandy Festival ina tofauti gani ambao utafanya mtu atoke nyumbani aje kwenye show? Tamasha la 2026 kwanza kabisa kama nilivyosema, tamasha letu lilitimiza miaka 5. Tangia tulipokuwa tunaanza tumeanza kwa changamoto nyingi sana, lakini ndani ya miaka 5 tumejifunza zaidi na especially tumetembelea matamasha makubwa mbalimbali ambayo ya burudani ambayo tunaenda kufanya performance na tulikuwa tunajifunza vitu vingi. Tamasha la 2026 ni wahakikishie kuanzia production, kuanzia stage, kuanzia shows zitakapopangiliwa. Hatufanyi show nikana, tutafanya show kwa ajili ya kuburudisha mashabiki. Kila kitu kitakuwa top notch. Hii 2026 ya mwaka huu ni mwaka wa kuonyesha experience ya miaka 4 nyuma ya Nandy Festival kwamba tumekomaa na tunaenda kufanya kitu kikubwa sana. Hongera sana Nandy na nikupe hongera zako kwa sababu kwenye kubadilisha maisha ya watu kuna watu ambao wanakuwa na wewe kwenye safari yako ambao wao pia wanabadilisha maisha ya watu wengine. Na imani umekutana na videos za Esco Dona mitandaoni akibadilisha maisha ya watu kupitia The Umbrella. Na yeye hapa anataka kuulize swali na mimi niko tayari kulijibu. Asante. Nandy, hongera sana. Asante. Miaka 10 kwenye muziki sio jambo dogo. Hongera sana kwa hilo. Mimi napenda kujua kwenye huo muda wa miaka 10 kwenye muziki, ushindani kwa upande wako kama msanii unauonaje kuanzia muda kama leo? Competition kwenye muziki ni kitu kizuri na imenipa chance. I think mimi ni mtu ambaye napenda sana competition na nakaribisha challenge kwenye muziki wangu. Kwangu mimi kiukweli imenipa chachu ya kuwa mwanzo. Ni competition ninayotangia niko THT. Nadhani kwa watu ambao wamekuwa na mimi wanajua nimepata competition nyingi sana mpaka sasa hivi. Challenge ni nzuri sana kwenye muziki na ndio zinazonifanya niwe mpaka sasa hivi. Niseme tu tuendelee muziki mzuri na tuendelee kuchallengeana. Hiyo ndio inawapa fursa mashabiki kupata kitu kizuri kutoka kwetu. Nafikiri ili kuokoa muda tutapokea maswali matatu ya mwisho. Na sasa hivi litatoka kwa Dylan kutoka Bongo FM. Sawa, hongera sana Nandy. Watu wengi wanatamani watoto wa kike kufanya kitu kama hicho lakini wanashindwa, lakini kwako inawezekana. Nandy umekuwa ni mtu ambaye una take time sana kutoa ngoma. Watu tumeona wametoa ngoma back to back, take time baada ya siku 2-3 wiki wanachia ngoma mpya. Kwa nini kwako Nandy umekuwa ukitake time sana kwenye kutoa ngoma? Kwa maana kwamba strings sio kile ambacho nakitegemea kwenye mapato yako ama kuna mingine na mingine? Swali zuri. Of course napata comment nyingi sana za kuuliza kwa nini na take time sana kutoa ngoma. Watu wanatakuwa wajue kitu na wengi na of course. Mimi ndio boss, mimi ndio kila kitu kwenye muziki wangu. Ninapotoa nyimbo investment nzima inatoka kwenye mfuko wangu, ambao mfuko una rotate kwenye muziki wangu. Kwa mfano nikitoa nyimbo sasa hivi, nimetoa Asante.
imenipa mafanikio makubwa sana. Ni miezi mitatu sasa hivi sijatoa nyimbo, watu wananiambia toa nyimbo. Wani sitoi kwa mapema. Kwanza nahitaji muziki ufike pale ninapotaka ufike. Cha pili lazima ni recoup mapato yangu ili niweze kuinvest zaidi na zaidi. Ninapotoa muziki, nina invest na bado nina wafanyakazi sio chini ya 20 ambao wananifanyia kazi ya muziki ambao pia lazima niwalipe. Kwa lazima ni take time, ni recoup, niweke hela, niweke faida pembeni, niweke kingine pembeni ili nirudishe kwenye muziki zaidi, nyingine niweze kuendesha maisha yangu kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana ina take time, lakini hainisumbui kwenye strengths kwa sababu niwashukuru mashabiki zangu. Hao strengths ambao nawapata they enough kwangu mimi kuwapa nilipo na zinanilipa sana. Yeah. Naamini umelijibu vizuri na kwa haraka Roger Mastori kutoka Kari Mastori na yeye pia ana swali. Nandi, hongera. Asante. Unapambana mambo yako. Swali langu ni kwamba mmoja kati ya kapu ambazo sasa hivi zinatajwa kwamba zina utajiri mkubwa ni familia yako, wewe na Billnass. Maswali ni mengi mtandaoni. Je, Nandi na Billnass ni muziki huu ama kuna biashara zingine mnafanya? Wengine wanasema kwamba kama unavyojua watesi. Na nyoka yule, haiwezekani. Soko utajiri huo. Cha kwanza sisi sio matajiri, bado ni vijana ambao tunajitafuta kwenye maisha. Na cha pili ni muziki ndio unaotupatia maisha. Na idada kwa leo kwa nini muziki? Kwa mimi hapa. Mimi na mume wangu tunafanya biashara na watu wanajua kwamba tunafanya biashara. Kuna biashara ambazo unaziona na kuna biashara ambazo nyingine hazioni. Tunafuga, tunafanya vitu vingi, tuna mashamba. Siwezi kukaa katikati ya shamba na nasema jamani, leo ndio nakuna vitunguu. Kitunguu cha kiwezekani. Lakini hizo biashara zimetokana na muziki na mashabiki. Mashabiki zetu ndio wametupa sisi nguvu na umaarufu wa kuingia kwenye biashara kwa sababu hao mashabiki ndio hao wateja wetu. Mafanikio yetu ya madogo tuliyopata yametokana na mashabiki zetu na jinsi tunavyoshirikiana mimi na mume wangu. Yaani hela ya mume wangu hela yangu ni kitu kimoja. Yaani sisi tunaishi katika umoja. Yaani tukihitaji kufanya kitu fulani tunakifanya kama timu. Ndio maana vitu vinafanikiwa kwa haraka kwa kiwango hicho ambacho watu wanakiona. Lakini bado sisi ni vijana ambao tunajitafuta, hatujafikia utajiri wala hatujafikia kuwa na hizo ambazo watu wanazania. Ni mipango tu ambayo tunaipanga na inatimia. Yeah. Okay, swali la Roger Mastori nafikiri ni swali ambalo kila mtu alikuwa anataka kujibiwa hapa. Na umelijibu vizuri sana. Yeye pia ana swali kwa. Kwanza ni sio choro ya fadhila kukupa hongera Nandi. Hongera kwanza Asoma Bingo. Hongera pili umependeza. Hongera tatu na the festival 2026. So wangu ni kutokana na show ambayo music because wengi miongoni mwa waliosema kwamba umelipoteleka nyingi sana. Sisi watu wa wahisi wewe ni most expensive artist in Tanzania na kwa mrefu kuliko wasanii wengine wote nchini. Kwa the most expensive female artist wa Tanzania, siwezi kusema hiyo kwa sababu sijui mikataba ya mikataba ya very confidential. Leo mimi nitasaini mkataba wa $200,000, mtu mwingine atakuwa na show sita bila kusaini mkataba wa shilingi. Kwa hiyo kujudge kwamba mimi zaidi au mimi sio zaidi au mimi ni nani sisi kujua kutokana na mkataba wa confidential. Lakini wote know maisha yangu ninataka. Okay, swali la mwisho linatoka kwa East Africa Television pamoja na East Africa Radio. Na ndiongera sana kwa watano tunaondoka. Swali langu linasema The African Princess imesaini msanii mpya Pipi Jojo. Anafanya vizuri kwenye muziki. Matarajio yako ni nini kwa msanii huyu kwenye safari yake ya muziki na yeye kupata faida? Pipi Jojo ni kizazi kipya kama mnavyomuona na anafanya vizuri sana na leo jana usiku ameachia wimbo wake unaitwa Nakutaka na ndio wimbo mnamsikia hapa. Lakini matarajio makubwa ya The African Princess label tayari tumeshasaini mikataba na distributors wakubwa and I think baada ya miezi kama 4 mbele tutafungua kituo rasmi cha The African Princess label Quarter ambayo itakuwa inapokea vijana wa kike tu
kwa ajili ya kuwaendesha kimuziki. Humo ndani kutakuwa kuna watoto wa kike ambao wako kundi kama wanaimba bendi. Humo ndani kuna watu watakuwa special kwa matangazo. Humo ndani kutakuwa special madansa. Humo ndani kutakuwa kuna watu wasanii. Yaani kama ilivyokuwa THT, kwa sababu mimi kiukweli nilikuwa inspired sana na kituo cha THT nilipotoka, na kwa sasa hivi hakipo. Nilitamani sana siku na mimi nije niwe na tawi kama la THT, na pale linaenda kutimia. Tayari tushasaini mikataba na kuna wasanii sio chini ya 20 wako chini ya The African Princess Label. Tunasubiri tufungue hiyo eneo kwa ajili ya watu wote kuja kuonyesha kipaji chao. Yeah. Okay, Nandy, ni sawa The African Princess Nandy kushindanishwa na wasanii wengine ambao pia tayari wameshakuta kwenye muziki. Inachukuliaje? Ndio changamoto ya game, ni kitu kizuri, ni sawa kabisa. Kwa sababu wasanii wote wa kike wanafanya vizuri na sio kitu kipya kwao. Kuwekwa picnics ya kushindanishwa tangia mwaka 2016 na shindanisho ni vitu vya kawaida. Na ni challenge ambayo naipenda, naitaka na iendelee na tukaze. Challenge yake. Okay, that's nice. La mwisho kabisa kutoka kwa Mamen, anaongezea then tunaendelea na ratiba yetu. Nandy ukiwa kama the CEO wa African Princess Label, pengine hilo tufafanulie vizuri sisi wa Breaking News wa mtandao. Msanii wako ndio amechingwa. Cha ajabu ile ngoma mimi nikiangalia naona iko kwenye account, hata simu yangu inaendana. Lakini wala kwenye account ya zamani tofauti na mpya. Sijui kwa kutumika kwa mtandao wa video au vipi. Kuna hiyo hakuna huko tena. Chajikiwa ni mambo ya kimkakati, hata sisi tunajua. Ukiwa na account yako ya YouTube, sheria zake lazima uwe na content zaidi ili iweze kuonyesha matendo yako uwe sasa rasmi unaona account yako, wala sio swala la kuanganyiko. Tumwache endelee kufanya muziki, kila kitu kitaka sawa, mapato atayapata kwa sababu ya monetize kwetu. Yeah. Okay. Nafikiri session ya maswali na majibu tulimaliza vizuri sana.